Kwanza watu wanapaswa kutambua Young Africans kwenye dirisha hili dogo wamesajili wachezaji wote kasoro Mwanengo peke yake ambaye hakuwa na mkataba wake uko naisha katika dirisha hili dogo. Lakini ukimwangalia Alan Okello, Young Africans wamekwenda kuvunja mkataba na Vipers. Ukiacha hivyo tutazungumzia Lolindo Desmond Malia kwa maana ya depth, pia Young Africans wamekwenda kuvunja mkataba. Na sio timu kutoka Afrika, timu kutoka Ulaya, Poland. Timu ambayo inashiriki ligi kuu Poland, unakwenda kuvunja mkataba wa mchezaji, unafanyaje? Unamchukua. Utagundua kwamba ni taasisi ambayo imekuwa ikisajili wachezaji ambao wako katika system. Sisi tumeelewana. Mara nyingi wachezaji hao ambao mikataba yao inakuwa imefika ukingoni, wanakuwa baadhi yao kwa asilimia kubwa ubora wao unaonekana kushuka. Sisi tumeelewana kidogo hapa. Kwa maana hata wewe kumsajili kwako inakuwa ni rahisi kwa sababu hana mkataba, anakuwa ni free agent. Kwa hiyo ukimpa fungu lake wewe ushamalizana naye. Tofauti na mchezaji ambaye yuko ndani ya mkataba, kwa hiyo utabidi ulipe kwenye klabu fedha ambayo anaitaka, lakini pia umpe fedha yake yeye mchezaji kama signing on free, si ndio? Kwa hiyo utagundua kwamba Young Africans sajili zao nyingi zimekuwa ni sajili ambazo zinalenga kwenda kushindana na sio kulenga kwenda kujaribu, kwa sababu mchezaji utapomchukua ambaye tayari ni free agent, hujui wenzako wamemwacha kwa sababu ipi. Sisi tumeelewana kidogo? Si hujui kwa sababu gani wamemwacha. Yaani leo hii labda Simba labda wamekubali kumwacha, labda wamemwacha labda Mzamiru Yassin. Kwa kawaida mtu atajua anacheza timu kubwa, si Simba. Lakini je, sisi ambao tunaifahamu Simba, Mzamiru kwa kipindi hiki alikuwa na msaada na timu? Hakuwa na msaada. Kwa hiyo utagundua kwamba alikuwa ni mchezaji tu wa kawaida na Costa Simba. Polisi Tanzania wamemchukua kwa maana Polisi Kenya wamemchukua Awesu. Ndani ya Simba alikuwa na msaada? Hakuwa na msaada, lakini ametoka klabu kubwa. Kwa hiyo kuna nyakati unaweza kuchukua mchezaji labda akatoka kwenye timu nzuri tu kubwa. Jaribu kufuatilia, ana mkataba, anacheza, ana mchango kwenye klabu, ili wewe aje kukupa kitu bora. Tumeona leo hii Simba wanaasiliwa na New Maema. New Maema wamemchukua kama free agent akitoka kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns, miongoni mwa timu bora kabisa. Nikikuuliza swali, New Maema alikuwa anacheza na kikosi cha Mamelodi Sundowns? Alikuwa achezi. Kwa hiyo tukutoa kwamba unaweza kuwa unacheza kwenye timu kubwa lakini hauna mchango. Sisi tumeelewana, hauna mchango. Kwa hiyo tukujua unaweza kusajili numbers kubwa wachezaji ambao hawasaidii taasisi. Kwa hiyo Young Africans wamekuwa ni aina ya timu ambayo imekuwa ikikusanya wachezaji wengi ambao wana mikataba, cha kwanza kwa sababu wanachukua mchezaji ambaye anakuja kushindana ndani ya klabu. Na uzuri wao Young Africans, hakuna kona kwenye swala zima la usajili. Fulani anatakiwa ama klabu imempendekeza fulani ajiunge na klabu, inafanywa analysis, je, atafaa, akifaa inatoka fungu, mtu anakwenda kumchukua. Kwa hiyo hata ile mambo ya 10% yanakuwa hayafanyi kazi kwa kiasi kubwa. Hata ikitokea mchezaji amefeli ndani ya Young Africans, sio kama alifeli kwamba alisajiliwa mchezaji mbaya. Hapana, amefeli kutokana na sababu tu za kawaida za kimpira. Sio kama ni mchezaji ambaye amekuja kujaribiwa, kwa sababu ukimchukua mchezaji ambaye hana mkataba, kwa hiyo mawili anaweza akafanya vizuri ama asifanye vizuri. Unachukua mchezaji ambaye kashamaliza mkataba, alafu timu haimtaki tena. Yaani unajua wewe kwa mtu kamaliza mkataba ambaye bwana wewe safari yako hapa imeisha, nyinyi mnaenda kumchukua, utegemee kwamba kwako atakupa kitu kizuri. Kwa nini wenzako wamemwacha? Kwa hiyo utagundua kwamba Young Africans ni aina ya taasisi ambayo imekuwa ikienda kusajili kutokana na nia na madhumuni ambayo wako nayo kwa wakati husika, na ndio maana wamekubali kwenda kutoa fedha nyingi kumsajili Alan Okello. Zaidi ya milioni 600 imetoka. Alan kwa mchezaji ambaye amebakisha miezi 4 tu na Vipers. Hapo funga meza ambapo umezungumza, ukimfuatilia Depu ni kijana ambaye amepita katika misingi sahihi ya mpira miguu kutoka pale nchini Angola, lakini pia kwenda pale barani Ulaya. Na aliyependekeza kusajiliwa kwa kijana huyu ni kocha Pedro Goncalves. Ni kijana ambaye amemfundisha. Pengine kumfahamu kwa Depu itakuwa ni faida kubwa kwa kikosi cha Young Africans katika kufanya vizuri na huyu mchezaji kushaini, kwa sababu pia ameshapita Karinyo katika kikosi cha Young Africans na kitokea nchini Angola, lakini mazingira pamoja na tamaduni na lugha ilikuwa ni tatizo hapa nchini Tanzania. Kwa Depu itakuwaje? Kwanza tunapaswa kutambua Karinyo, changamoto kubwa ilikuwa yule alitoka Angola moja kwa moja akajiunga na Young Africans. Lakini ukiangalia huyu Depu ni aina ya wachezaji ambao wamecheza katika mabara tofauti matatu. Amecheza barani Afrika, amecheza Asia, lakini pia amecheza Europe. Sisi tumeelewana.
Kwa hiyo ukiangalia mchezaji wa design ambaye amezunguka katika maeneo tofauti tofauti ni aina mchezaji ambaye anaweza kwenda kumudu kucheza nchi yoyote, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameweza kumaintain hiyo hali ya kumana ya kwenda kucheza Asia, kwenda kucheza Europe tena kwa muda mrefu. Kwa hiyo uone kwamba kutakuwa na factors za kimazingira ambazo zinaweza zikamwasili kama zilivyomwasili Carlinhos, kwa sababu Carlinhos yeye ni wachezaji ambao alitoka Angola moja kwa moja akajiunga na Young Africans. Hajui ile experience ya kucheza nje ya taifa lako, nje ya taifa ambalo lina tamaduni tofauti na wewe, nje ya maeneo, kwa sababu sisi tupo Afrika Mashariki, kama sisi tunakuwa na area yetu ni tofauti, mazingira yetu ni tofauti. Kwa hiyo hakuwa ni mchezaji wa hivyo ambaye aliwahi kuexperience ukitoka nje ya Angola kuna maisha gani ambayo unaweza kwenda ukaishi nje ya Angola. Kwa hivyo kuja hapa akawa na demand kubwa, mahitaji mengi ambayo kimsingi hata Young Africans wenyewe wakashindwa baadaye kuyaweza kuyakidhi, na kutokana na kile ambacho alikuwa anakideliver katika kiwanja. Alikuwa anahitaji mpishi, sio alikuwa anahitaji mkalimani, sio ubana. Kipindi kile hakuna labda kocha wala nani ambaye alikuwa anaweza kuelewa lugha. Amekuja kipindi ambacho Young Africans walikuwa hawako vizuri katika swala la mfuko. Alikuja kipindi mfuko upo vizuri, lakini na chini ya Nasreddine Nabi alikuja pale Carlinhos. Lakini sasa ubaya sasa ikawa kwamba kila ambacho alikuwa na deliver na demand yake ilikuwa ni kubwa, kwa maana alikuwa na deliver kidogo, alichokuwa anahitaji ni kikubwa, kwa maana alikuwa anachukua kikubwa kuliko kile ambacho alikuwa anakitoa. Lakini ukiacha hivyo alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa anasubiri sana majeraha. Kwa hiyo mwisho wa siku mpira wa Tanzania ukafanyaje, ukamshinda. Lakini ukimwangalia Depu ni mchezaji ambaye amepita katika mabara matatu tofauti, kwa maana Asia, Euro pamoja na Afrika. Kwa hiyo kwake yeye swala kimazingira nadhani inaweza likawa sio tatizo kubwa. Lakini nimeona pia mashaka ya watu wengi mara baada ya usajili huu kufanyika, kwa maana ya namba za Depu. Yes, namba za Depu kweli haziruhusu na haziridhishi. Amecheza mchezo kadhaa, nadhani kafunga goli 2 si goli 1. Sikuwa utaona ni namba ambazo kimsingi kama mshambuliaji haziruhusu. Lakini Depu anakuja ndani ya Young Africans, haukuwa usajili ambao ulipendekezwa na uongozi. Kwa sababu mfano usajili kama wa Alan Okello ni usajili wa viongozi ambao walimshirikisha mwalimu akapitisha. Sisi tumeelewana. Lakini usajili wa Depu ni usajili wa mwalimu ambao ameshirikisha viongozi kufanyaje? Ukapitisha. Kwa Depu anakuja ndani ya Young Africans, sababu kubwa ni Pedro ambaye kimsingi aliwahi kufanya naye kazi akiwa nchini Angola, hususan kwenye timu ya taifa ya Angola. Katika mchezo 17 ambayo Depu amecheza chini ya mwalimu Pedro Gonçalves, alifanikiwa kufunga goli 15. Michezo 17 michezo 17 goli 15. Kwa hiyo utagundua kwamba mwalimu mwenyewe ana imani ya kwamba ni mchezaji ambaye atakuja kusaidia eneo lake la ushambuliaji, kwa sababu ni aina ya wachezaji ambao yeye anawafahamu na ambao wanaendana na falsafa ya timu yake. Sisi tumeelewana hapo. Kwa hiyo watu watambue kwamba Depu amesajiliwa ndani ya Young Africans, sio usajili ambao wamependekeza viongozi, bali usajili ambao umependekezwa na mwalimu mwenyewe, kwa sababu akuamini ya kwamba anaweza akamtumia vizuri na akaisaidia timu yake. Shukrani sana Funga Meza. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.